Na ujambo na karibu mpenzi msikilizaji kwenye taarifa za sasa hivi za BetCity FM, kituo kinachoaminika na kinachotambulika zaidi. Jina langu ni Emmanuel Kirui. Baadhi ya taarifa tulizokuandalia ni kwamba mwimbaji wa Injili Betty Bayo afariki dunia. Masomo yarejelea vyuo vikuu baada ya mgomo wa muda mrefu. Na mwimbaji mashuhuri wa nyimbo za Injili nchini Kenya Betty Bayo ameaga dunia. Familia yake imedhibitisha. Mwandani huyo wa wimbo maarufu 11 Hour alifariki kutokana na ugonjwa wa leukemia siku ya Jumatatu akiwa amelazwa katika hospitali ya kitaifa ya Kenyatta. Kulingana na msemaji wa familia, Betty alilazwa KNH siku ya Ijumaa baada ya kuhamishwa kutoka hospitali ya AAR iliyoko barabara ya Kiambu kufuatia kutokwa damu kupita kiasi. Mwili wake umepelekwa katika hospitali ya mafunzo na rufaa ya chuo kikuu cha Kenyatta kwa maandalizi ya mazishi. Betty Bayo atakumbukwa kwa sauti yake ya kipekee na ujumbe wa imani alioueneza kupitia muziki wa Injili, akiacha urithi mkubwa katika tasnia ya muziki wa Injili nchini Kenya. Na masomo yameanza tena katika vyuo vikuu mbalimbali nchini baada ya kusitishwa kwa muda mrefu kufuatia mgomo wa wahadhiri uliodumu kwa wiki kadhaa. Chama cha wahadhiri wa vyuo vikuu UASU ilitangaza kusitisha mgomo huo baada ya kufikia makubaliano na serikali kupitia Wizara ya Elimu, Hazina ya Kitaifa na Baraza la Makamishna wa vyuo vikuu. Wanafunzi wameanza kurejea katika taasisi zao huku shughuli za masomo zikirejea kwa utaratibu. Katika baadhi ya vyuo vikuu, kalenda mpya ya masomo imetolewa ili kuruhusu wanafunzi kukamilisha muhula uliokuwa umesitishwa. Na msikilizaji, kufikia hapo sina la ziada ila kukutakia kila laheri. Endelea kutegea BetCity FM, kituo kinachoaminika na kinachotambulika zaidi. Jina langu ni Emmanuel Kirui.